Jehoshafatu riu nie ndigwikira nguo ciakwa cia mbara we nie ngwigarura uria hana we wikire nguo ciaku cia mbara magigithie kurwa na Ramoth-Gileadi. Verse 31 Biblia irauga atiriri jeshi ya Ramoth-Gileadi hindi iria yonire Jehoshafatu igiuka ihenya ikiuga uyu niwe muthamaki Ahabu igiuka ihenya nigetha wakaja bio ili wakapate kumuua tondu muthamaki wa Ramoth-Gileadi niaritie na jeshi yo ya Ramoth-Gileadi makamera mwatu akorwa mutikarwe na mundu umwe munini kana munene no murage o muthamaki wa Israeli ari wiki na niwe Ahabu. Oguo riria monire Ahabu Jehoshafatu mokire ihenya meciretie ati Jehoshafatu niwe Ahabu. Jehoshafatu alisaidiwa na duru. Jehoshafatu alipopiga duru, Jehova akasikia ya kwamba hiyo duru ndia Jehoshafatu, na kwa hivyo akaja upesi kumuokoa Jehoshafatu, maana hawakuwa na uadui na Jehoshafatu. Biblia inaonyesha ya kwamba kama sio Mungu aliingilia kati, Jehoshafatu angekufa, na angekufa kwa sababu ya company. Sasa tukiangalia chapter 19 in the book of 2 Chronicles chapter 19, muonaji mmoja ambaye alikuwa anaitwa Jehu nabii akamlaki Jehoshafatu, akamuuliza, je, unafaa kuwasaidia watu waovu na kuwapenda watu wale ambao wamemchukia Jehova? Akamwambia ya kwamba kwa hivyo hasira za Bwana zitakuwa juu yako. Imagine Jehoshafatu, hasira za Bwana hazikuja juu yake kwa sababu aliua, kwa sababu aliiba, kwa sababu alifanya uasherati, lakini hasira za Bwana zilikuja juu yake kwa sababu ya company ya watu wabaya, kupelekana na watu wabaya. Akaambiwa ya kwamba hasira za Bwana zitakuja juu yako. Kwa hivyo Jehoshafatu alikuwa aangamie, sio kwa sababu siku zake za kutoka duniani za kukufa zilikuwa zimefika, lakini alikuwa akufe, alikuwa auawe kwa sababu ya company ya watu wabaya. Hata bahati yake ni vile ambavyo alikuwa na matendo mazuri mbele zake Bwana, na alikuwa anampendeza Mungu, na kwa hivyo Mungu hakuwa amemuacha. Hata kama alikuwa na company baya, Mungu hakuwa ameacha Jehoshafatu. Na kwa hivyo alipopiga duru, Mungu alikuja upesi ili akapate kumuokoa Jehoshafatu, na akaokolewa kwa sababu alikuwa na mienendo mizuri na alikuwa anafanya mambo mazuri mbele zake Bwana. Kwa hivyo tumeona makosa ya Jehoshafatu. Jehoshafatu alikuwa mfalme mwema sana na ambaye alikuwa anafanya mambo mazuri sana mbele za Bwana, lakini shida yake moja ilikuwa ni company, na company ndio ilikuwa imwangamize. Kwa hivyo leo tumesoma juu ya Jehoshafatu, na nitarudi hapa tena maana mambo ya Jehoshafatu hayajaisha. Nitafundisha tena juu ya Jehoshafatu, na kama ungetaka kunifuata zaidi, hata wafalme ambao nimefundisha juu yake, tuko na group tumefungua ya CFF group, CFF Weumirerie group. Unaweza ingia hapo ujoin, utaona wafalme wengine ambao nimefundisha, na utaona mahubiri mengine na mafundisho mengine ambayo nimefundisha. Kwa hivyo Bwana akubariki sana wewe ambaye umenisikiza. Bwana akutende mema, na kama uko karibu hapa Weumirerie, kama umeokoka au haujaokoka,
nimekukaribisha hapa Wĩyũmĩrĩrie tukapate kusoma pamoja. Ni mimi wenu Overseer Elias Gĩtonga, CFF Wĩyũmĩrĩrie. God bless you. God bless you.